na tathmini ya TLS. TLS inaeleza kuwa chanzo cha ghasia hizo si tukio la ghafla, bali ni matokeo ya mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na mapungufu katika mfumo wetu wa uchaguzi, kukosekana kwa uwajibikaji wa taasisi za dola, malalamiko ya muda mrefu kuhusu haki za binadamu, kushindwa kwa mahakama kutekeleza ipasavyo dhima ya check and balances, ule mlinganyo wa kimamlaka katika mihimili, kutizamana, huyu anafanyaje kazi, huyu anatekelezaje. Pale kulikuwa na changamoto ambayo hususan kwenye masuala ya enforced disappearances na watu kukamatwa na kupotezwa. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu yenye changamoto, lakini kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa na kiraia, wengi wanasema civic space, ile hali ya kuminywa kwa hili eneo, tunafikiri ni moja ya mambo yaliyopelekea kile kilichotokea. Kwa hiyo kilichojitokeza Oktoba 29 kilikuwa ni muunganiko wa haya yote. Kwa hiyo na pale ilitokea ni namna tu kama climax, lakini yale yaliyopelekea kwa maoni ya TLS ni haya tu, pamoja na mengine ni haya tuliyoyataja. TLS inaeleza kuwa serikali ilipuuzia kwa muda mrefu ushauri wa wadau kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na kisheria, jambo lililosababisha hasira na hatimaye mlipuko wa vurugu. TLS ni moja ya wadau wakubwa ambao walijaribu kushauri mapema kabisa kabla mambo hayajaharibika, lakini changamoto kubwa ni kwamba maoni yetu kama TLS ni kwamba serikali ilikuwa haisikilizi, na hata ilipokuwa ikifanya mabadiliko ya kisheria ikiwemo sheria ya uchaguzi, ilikuwa haiendi kuzungumzia kiini au dhima ya kweli ya hitaji la watu. Ilikuwa ikifanya mambo kama kuremba au kutimiza tu kwamba tumebadilisha sheria, lakini ukweli ilikuwa haigusi kile kinacholalamikiwa na watu. Kwa hiyo ilipelekea watu kuwa katika hali ya kukata tamaa, hali ya hasira, na kila mmoja kuona njia pekee ya kufanya ni kutafuta namna ya kueleza hisia zake kwa namna iliyojitokeza. Lakini tulisikiliza hotuba ya Jaji Chande wakati akitoa taarifa yake, lakini kuna mambo kadhaa ambayo kama TLS tuliyabaini, mambo yasiyopungua takribani 7 ambayo TLS iliyabaini. Jambo la kwanza ni ukosefu wa uchunguzi wa kina, kinyume na ahadi za rejea walizopewa. Tume imetoa maelezo yasiyo na uthibitisho wa kutosha kuhusu mambo nyeti kama utekaji, kupotea kwa watu na mauaji, huku ikitegemea zaidi taarifa za vyombo vya dola bila uchunguzi huru. Moja ya jambo hili ni kusema watu wamekufa, wako mochwari, alafu wakapotea. Tume inaishia hapo hapo bila kufafanua au kwenda zaidi nini kifanyike au nini kilijiri, walitokaje mochwari, nani aliyekuwepo mochwari. Kwa hiyo sisi, yawezekana taarifa yetu iko hapa kwa sababu hatukupata, yawezekana hichi labda kiko ndani ya ile ripoti tungeweza kukiona, lakini sisi tunazungumza kwa muktadha wa hotuba tuliopewa. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majawabu, kwa sababu kuna Watanganyika, kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana wakiwa mochwari na baadaye kupotea, mpaka leo hawajapata haki ya kuwasitiri ndugu zao kwa heshima. Kwa hiyo tulifikiri ni eneo ambalo tume ilitakiwa kulipa mkazo, hususan vile swala la watu kutekwa na kupotea. Huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi. Mtu kama Humphrey Polepole
Uwezo kuniambia ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi ya kwamba anaweza akadanganywa akafichwa chumbani Humphrey Polepole mpaka leo amuone mamake anamtafuta. Haya Mdude katika namna ile, ugomvi wa mapenzi yepi? Kwa hiyo mazingira kama haya tunahitaji majibu ya kina yenye tafiti. Kwa hiyo ilikuwa ni oni letu kwamba kulikuwa na ukosefu wa uchunguzi wa kina. Jambo lingine, kutokuwataja wahusika. Pamoja na kukiri uwepo kwa vitendo vya uhalifu mkubwa, tume haijabainisha nani walihusika wala kutoa mapendekezo ya hatua za kisheria dhidi yao, jambo ambalo lilikuwa kwenye hadidu zao za rejea. Kwa hiyo tulitarajia tume ituambie, sio tena iseme kama ilivyofanya. Vile vile ukosefu wa uwajibikaji. Tume imekwepa kueleza kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu na badala yake kuelekeza lawama kwa watendaji wa chini, jambo ambalo TLS haikubaliani nalo. Tumeona tume ikijaribu kuonyesha kwamba polisi akipewa silaha anatakiwa aitumie ile silaha kikamilifu, akifanya vinginevyo yeye anawajibika personal. Sasa iliendaje kule tume bila kutuambia viongozi walioruhusu watoke na zile silaha kwenda kwenye zoezi la uchaguzi? Nini kilitokea? Watu waliotekwa, nini kilitokea? Haya ni maeneo ambayo tume ilitakiwa kuja na majawabu, lakini badala yake hakuna kitu cha msingi ambacho umma ulikipata. Jambo lingine ni mkanganyiko wa kitakwimu. Takwimu za tume zinatia shaka, hususan baadhi ya maeneo ni kwamba ukilinganisha vifo, ukilinganisha majeruhi na baadhi ya maeneo yanayotajwa na baadhi ya maeneo kutokutajwa kabisa, ambayo yalionyesha kulikuwa na hali kubwa ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano na ushughulikiwaji wa waandamanaji. Kwa hiyo tulifikiri kwamba ili changamoto za kitakwimu zinatakiwa zifanyiwe kazi ili ziweze kureflect ukweli wa kile kilichojiri. Tunaamini kwamba takwimu zile sio sahihi na hazionyeshi kwa usahihi kile kilichotokea kuanzia kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kukosekana kwa uwazi katika masuala muhimu yaliyoambatana na zoezi hili lote la upigwaji risasi wananchi kwa sababu zozote zile na miingiliano ya hatua zilizoambatana na jambo hilo, mambo ambayo TLS inayaangalia na kujiuliza, ambayo tume haijatuambia chochote. Nani alizima mitandao? Nani alitoa agizo la mtandao kuzimwa? Kuzimwa kwa mtandao kulisababisha hasara kiasi gani ya kiuchumi na kiujamii, na mchango wake ulikuwa upi katika kuwazuia wananchi na majeruhi kufikia huduma stahiki za kunusuru maisha yao? Tulitarajia tume ije na jambo katika eneo hilo. Kwa bahati mbaya hatujasikia lolote. Utekaji na upotezwaji wa raia. Tumeona tume imezungumzia sana swala la polisi na ikaegemea taarifa pekee za polisi ambazo kimsingi tunafikiri hazikutenda haki katika kuzungumzia masuala ya utekaji katika uhalisia wake. Mkikumbuka kwamba TLS ni moja ya wadau ambao tulitoa taarifa kwa umma na iko wazi kwa vyombo vyote ya watu kutekwa. Katika taarifa ya TLS inaonyesha watu kutekwa, utakuta watu zaidi ya 9 walitekwa na vyombo vya dola vikakana kuwa nao, baadaye wakakutikana polisi kwenye vyombo hivyo vya dola. Kwa hiyo tume inapokwepa eneo kama hili na kutokulizungumza au kulichunguza kwa makini, ndio jambo linalopelekea wananchi uzidi kuwa na tashwishwi na inazidi kuchochea hasira kwa umma. Hatujajibiwa mpaka sasa nani alitoa amri za matumizi ya nguvu kiasi kile. Nani alitoa amri hilo? Hilo swali halijajibiwa. Tulitarajia tume ituambie kuhusu hilo.
nani alihusika na vifo vya raia? Nani alihusika na vifo hivi vya raia? Kwa sababu yawezekana tulikupiga risasi kwa sababu ulikuwa unaandamana. Haya, maiti alikuwa na kosa gani mpaka kupotea mochwari? Umeshamuua, umempeleka mochwari, alikuwa na kosa gani? Tume haijatujibu kwamba maiti zile labda zilileta maandamano au zilileta vurugu kule mochwari, kiasi ya kwamba zikalazimika zingine zikimbie au zikimbizwe au zifanye. Haya mambo lazima yajibiwe. Huu ni uhai. Msimamo wetu kama TLS kwamba huu ni uhai. Tume ilitakiwa kujibu haya ili kuondoa tashwishwi katika mioyo ya Watanzania. Vile vile suala la ukiukwaji wa haki za binadamu, tume imedogosha madai ya utesaji, ili hali TLS kupitia msaada wake wa kisheria imebaini kuwa watuhumiwa wengi waliteswa, kunyimwa haki zao na kushikiliwa kinyume cha sheria. Wengi mliona watu wamefika wamevunjwa mikono, wengine wamefungwa na katani. Wewe umewahi kuona mtu amevunjwa mikono amefungwa na katani na miti? Mwingine yuko uchi kafika na boksa mahakamani. Mwingine kavaa kadera, unamwona kabisa huyu alikuwa nyumbani amelala. Kakurupuliwa mwanamke hajasitiriwa, anafikishwa mahakamani. Kuna watu hawawezi kutembea, wamevunjwa miguu yote miwili, wengine wamevunjwa mikono. Tume haijasema chochote kuhusu ukiukwaji huu mkubwa. Vile vile kukosa mapendekezo ya fidia stahiki kwa wahanga, ambapo tume ilienda kana kwamba mtu aliyevunjwa mkono sio ya ungu apewe mkono wa bandia alafu aondoke. Lakini tunasahau kwamba kuvunja ule mkono au ule mguu umempunguzia uwezo wa kupata kipato, uwezo wa kushindana katika kuzifikia fursa. Kwa hiyo tulitarajia tume iseme jambo, lakini